Matokeo ya ujumla ni kama ifuatavyo. Kwa Bwana Ali Suleiman Abdallah amepata kura halali 265 sawa na 24.2. Musa James Kelela amepata kura halali 814 sawa na 75.4. Hivyo kwa mamlaka niliyopewa na mtangaza na kumkabidhi rasmi cheti cha ushindi ndugu Musa James Kelela. Ni katika shule hii ya sekondari Mahonda ambapo tumeshuhudia uchaguzi wa serikali ya wanafunzi ngazi ya rais ambaye ataongoza serikali ya wanafunzi toka mwaka 2026 mpaka 2027, ambapo Bwana Humsin ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amemtangaza rasmi Bwana Musa James Kelela kuwa ndiye rais kwa kura 814. Tumezungumza na Bwana Musa James Kelela ambaye ndiye rais wa serikali ya wanafunzi. Alikuwa na mengi ya kuzungumza na amesema kwamba atafanya yale ambayo aliahidi katika kampeni zake. Tumezungumza na mwalimu mlezi wa serikali ya wanafunzi, amesema kwamba uchaguzi umefuata haki na sheria. Mimi ni Zakaria Danieli. Mimi nimeapishwa kama rais wa Mahonda Secondary School na zoezi letu la uchaguzi lilikuwa zuri. Tumefanya kampeni kwa amani na salama mpaka tumemaliza. Mpaka sasa tunamshukuru Mungu kutujalia kumaliza hili zoezi letu. Na nawaahidi wanafunzi wenzangu kuwa nitakuwa mtumishi bora kama waliopita katika shule yetu hii ya Mahonda. Ni vingi sana ninavyokwenda kuvitekeleza, ila kwa kufupisha tu nitatekeleza vipaumbele vyote vya wanafunzi ambavyo wamenieleza, hususan katika masuala yetu ya masomo. Kwa tutapanga na kupanua ujuzi wetu wa kimasomo kwa walimu pamoja na wanafunzi, kwamba tuna sehemu chache za maabara. Hizi sehemu tumejipanga, sehemu hizi za maabara tumepanga kuwa ziwe za kutosheleza ili kufanikisha zoezi letu la kupata elimu kwa nafasi zaidi. Wito wangu kwa ndugu wanafunzi kuwa hii nafasi niliyoipata ni chachu ya kwenda kuelekea katika mafanikio yetu ambayo tumeyapanga katika mwaka wa 2026. Uchaguzi upo vizuri, umeenda salama na umeisha salama. Nafasi niliyopata kwa kweli nzuri, namwombea vitu vizuri akafanye huko mbele. Nitampa ushirikiano kwenye jambo la shule. Uchaguzi wetu ulikuwa ni huru na haki na uliendeshwa kwa majimbo 6, jimbo la Form 1, Form 2, Form 3 na Form 4. Na matokeo ni kama yalivyotolewa na mkuu wa tume, mwenyekiti wa tume ametoa matokeo. Alhamdulillah, wagombea wote wanaonekana wote wameridhika na matokeo na uchaguzi haukuingiliwa na mwalimu yoyote. Kwa uchaguzi huu tunapenda kujivunia kwamba skuli yetu ni skuli moja ambazo nafuata demokrasia ya nchi. Uwepo wa serikali ya wanafunzi kwa maskulini unatusaidia sisi walimu kwa asilimia kubwa, kwa sababu kwanza serikali ya wanafunzi ni njia moja ya kufuata demokrasia ya nchi, kwa sababu kwanza inawezesha wanafunzi kuweza kufuata kwa vitendo ule mfumo wa nchi unavyoenda. Kwa hata akifika mtaani inakuwa kwao ni rahisi kuweza kuongoza wanafunzi au watu wengine. Lakini cha pili, inatusaidia sisi walimu kuweza kufanya majukumu yetu kwa urahisi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo si lazima akafanye mwalimu, bali wanafunzi wenyewe wanaweza kujisimamia na wakafanya kama inavyotakiwa. Lakini cha tatu, inaturahisishia katika kutekeleza, inaturahisishia sisi walimu katika kufikisha taarifa kwa wanafunzi kwa muda mchache. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini
Pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.